mnafahamu tulikuwa pamoja. Ninyi habari mlikuwa upande wetu, sasa mmeunganika ule upande mwingine. Lakini baada ya Mheshimiwa Rais kumega wizara yetu, habari ikaondoka ikaenda upande mwingine wa mawasiliano. Akatuamini tena mimi pamoja na Mheshimiwa Waziri Innocent Bashungwa kwamba tuendelee kutekeleza majukumu katika sekta 3 ya utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Uzangu, nimekuja kwa niaba ya wizara yetu. Nimekuja pia kwa niaba ya waziri wetu Mheshimiwa Innocent Bashungwa ambaye alipaswa afanye jukumu hili, lakini kwa kuwa tunashirikiana, tunaaminiana na sote tunafanya kazi moja na kujenga nyumba moja, basi amenituma niwasilishe kwenu kwa niaba ya wizara yetu yale mafanikio ambayo tumepata katika miaka 60 ya uhuru katika wizara yetu hii ya utamaduni, sanaa na michezo. Kwa kuanza tu, ndugu zangu, mnafahamu nchi yetu ilipopata uhuru, baba wa taifa, muasisi wa taifa letu, alianzisha wizara nyingi za kimkakati kwa ajili ya kulijenga taifa letu. Na mnafahamu ujenzi wa taifa ulianza mapema sana baada tu ya kupata uhuru. Lakini wajulishe wa Tanzania kwamba miongoni mwa wizara ambazo zilipewa kipaumbele tangu kipindi hicho ni wizara yetu hii ya sanaa, utamaduni pamoja na michezo. Mpendwa baba wa taifa alihakikisha kwamba wizara hii inaundwa, na kipindi hicho mnafahamu ilikuwa inaitwa Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana mwaka 1962. Lakini baba wa taifa wakati anaunda wizara mbalimbali katika nchi yetu, tukiendelea katika ujenzi wa taifa letu, aliwahi kusisitiza kwamba utamaduni ni jambo muhimu sana kwa taifa. Na naomba nimnukuu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema kwamba utamaduni ni kiini ama roho ya taifa lolote. Taifa lisilo na utamaduni ni sawa na taifa au mkusanyiko wa watu usiokuwa na roho, maana yake ni taifa mfu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, Watanzania wakumbuke kwamba wakati leo tunasherehekea miaka 60 ya uhuru wa taifa letu, wizara hii ilikuwa miongoni mwa wizara nyeti kabisa ambapo baba taifa aliunda. Lakini pia miongoni kulikuwa na vijana humo, na kadri siku zilivyoenda, mabadiliko yalivyoendelea kunyumbulika, na vijana sasa wakawa wamehamishiwa wizara nyingine. Lakini mpaka sasa, japo wizara hii sekta zake zilikuwa zikihamishwa, zinaenda huku na kule, lakini haijawahi kuachwa. Tofauti na wizara zingine zimekuja kuanza baadaye baada ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na hizo wizara. Hii umuhimu wake ulionekana tangu mwanzo kwa sababu ya unyeti wa sekta hizo katika taifa letu. Bila kupoteza muda, niwaletee mafanikio sasa katika sekta 3. Tulikuwa na sekta 4. Moja ya habari imepungua, sasa tumebakiwa na 3: utamaduni, sanaa na michezo. Kwa presentation yangu hii kwenu, ndugu zangu wanahabari, itagusa maeneo hayo matatu ya utamaduni, sanaa na michezo. Nianze kwa mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya utamaduni nchini tangu tulipopata uhuru mwaka 1961. Ndugu wanahabari, tangu kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika kwa sasa Tanzania bara, tumeshuhudia mafanikio mbalimbali katika sekta ya utamaduni nchini kama ifuatavyo. Fanikio namba 1 ambayo tulipata ni kuundwa kwa wizara yenye dhamana ya utamaduni, ambapo tarehe 10 Disemba 1962 serikali iliunda wizara hii kwa minajili ya kuondoa kasumba na fikra za kikoloni na kuwajengea wananchi, hususan vijana, moyo wa kujiamini na kupenda vitu vya asili yao na kubadilisha mitazamo yao. Nafahamu tulikuwa tumetoka kwenye ukoloni, kwa hiyo jambo hili lilikuwa muhimu sana kuhakikisha kwamba tunawajenga vijana wetu. Kwa hiyo fanikio namba 1 ni hii wizara kuanzishwa mwaka 1962. Lakini B, fanikio ambalo tumelipata ni kukua kwa fani mbalimbali za utamaduni zikiwemo sanaa, malikale, makumbusho na nyaraka. Kukua kwa fani hizi za utamaduni kumesababisha fani hizi kuwa sekta kamili zinazojitegemea kutokana na maendeleo yake. Kwa hiyo makumbusho mbalimbali yaliwekwa in place, lakini pia nyaraka mbalimbali ziliendelea kutunzwa. Namba 3 ni kuanzishwa kwa sera ya taifa ya utamaduni mwaka 1997.
Sera hii imeendelea kutoa mwelekeo wa dira ya utekelezaji wa majukumu ya sekta ya utamaduni nchini. Miaka hiyo ya mwaka 97 tulipata hiyo sera ya utamaduni pia. Ni kutungwa kwa sheria, kanuni za taasisi na asasi mbalimbali za kusimamia maendeleo ya sekta ya utamaduni ili kuratibu na kusimamia maendeleo ya utamaduni katika maeneo mahususi. Hii ni pamoja na Baraza la Kiswahili la Taifa. Mnafahamu tuliunda BAKITA 1967 ili uweze kusimamia lugha yetu ya Kiswahili. Bodi ya Filamu Tanzania BFT 1976, Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kusimamia wasanii wetu 1984, na Taasisi ya Sanaa ya Utamaduni Bagamoyo TASUBA 2007. Lakini kulianzishwa kwa mfuko wa utamaduni nchini mwaka 1998, ambao mfuko kazi yake ilikuwa ni kuwasaidia vijana wetu wa sanaa, lakini kwa hapa msaada pale ambapo wanahitaji, lakini pia mfuko huu pia uliweza kutoa mikopo ya masharti nafuu kwa wadau wa sekta hizi. Kukua kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi, hili ni fanikio jingine. Mwaka 2006 Kiswahili kilipitishwa rasmi kuwa lugha rasmi ya Umoja wa Afrika. Mwaka 2019 Kiswahili pia imekuwa lugha rasmi katika nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Vile zaidi ya redio na idhaa 100 zinatumia Kiswahili kurusha matangazo yake katika mataifa mbalimbali. Hii ni fanikio kubwa sana kwa nchi za Afrika, lakini za Kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki kuweza kutambua lugha hii na kuanza kutumia hata katika vyombo vyao vya habari. Mnafahamu television mbalimbali nchini na listi tunazo, mkitaka baadaye kwa matumizi yenu tutawapatia, wamekuwa wakitumia lugha yetu. Lakini lugha yetu adhimu ya taifa Kiswahili chini ya serikali iliendelea kuimarika na kutumika, na hatua inayoifanya kuwa lugha ya 10 ambayo inatumiwa na watu wengi duniani. Katika lugha nyingi duniani, lugha yetu ina range kuwa lugha ya 10 kwa matumizi ya watu wengi, na kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba pia inatumika katika vyombo vya habari, television, radio na vyombo mbalimbali. Kuanzishwa kwa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki mwaka 2005 chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iliridhia itifaki ya kuanzishwa kwa kamisheni hii kwa lengo la kuratibu na kusimamia maendeleo na matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya jumuiya. Na pia mnafahamu pia tulianzisha vyama mbalimbali vya ukuzaji na uendelezaji wa lugha adhimu ya Kiswahili nchini, ikiwemo Usanifu wa Kiswahili na Ushiriki na Ushairi Tanzania UKUTA, Chama cha Lugha Fasihi ya Kiswahili Tanzania, CHALUFAKITA, Chama cha Kiswahili Afrika Mashariki, CHAKAMA, Chama cha Ukuzaji wa Kiswahili Duniani, CHAUKIDU, Chama cha Washairi Tanzania, CHAWASHATA, pamoja na taasisi kama Taasisi ya Taaluma za Kiswahili TATAKI. Hii kwetu tunaona ni mafanikio kwa sababu kama mpaka duniani kuna hivi vyama kwa ajili ya kukuza lugha yetu ambayo baba wa taifa alitumia kwa kutuunganisha wakati wa uhuru mpaka sasa ikaendelea kutumika mpaka duniani. Kwetu sisi kama wizara tunaona ni mafanikio makubwa sana. Kuanzishwa kwa vyuo vikuu vinavyofundisha lugha ya Kiswahili katika ngazi ya shahada za awali, umahiri na uzamivu. Wataalamu wameendelea kutumia katika kufundisha Kiswahili ndani na nje ya nchi kama hatua ya ubidhaishaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa. Na mnafahamu hata sasa jitihada hizi tunaendelea nazo kuhakikisha Kiswahili kinatumika maeneo mbalimbali, na wizara yetu imekuwa ikiendelea na jitihada hizi. Mfano, tumekuwa tukiwasiliana na balozi mbalimbali kuhakikisha kwamba wanakuwa na dawati la Kiswahili katika maeneo yao na katika nchi ambazo pia wanawakilisha mabalozi wetu katika nchi za nje. Na lengo hili ni kwamba pamoja na kwamba tulishapata mafanikio hayo, ni kwamba hatutaki Kiswahili kipoe. Vile ambavyo viongozi wetu wa taifa, marais wetu na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameendelea na jambo hili, vile ambavyo wamekipa heshima Kiswahili, BAKITA inaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba madawati yanafunguliwa pia katika balozi zetu, kuhakikisha kwamba lugha hii inaendelea kubidhaishwa, lakini pia inaendelea kutambuliwa, na tunaiambatisha pia na utalii wetu. Mnafahamu kwa kazi hii inaendelea. Kuridhiwa kwa mikataba mbalimbali kimataifa na utekelezaji wa majukumu ya sekta ya utamaduni nchini, mathalan mikataba ya shirika la Umoja wa Mataifa wa elimu, sayansi na utamaduni UNESCO mwaka 2011, nchi iliridhia mkataba wa UNESCO wa mwaka 2003 kuhusu kulindwa kwa urithi wa utamaduni usioshikika.
na mkataba wa mwaka 2005 kuhusu kukuza na kulinda anuwai na kujiendeleza kiutamaduni. Lengo la kuridhia kwa mikataba hii ni kushirikiana na mataifa na mashirika ya kimataifa katika kulinda na kuhifadhi amali za urithi wa utamaduni nchini. Kwa lazima nchi iridhie ili tuendeleze ushirikiano katika maeneo haya na hususan katika tamaduni zetu na katika lugha yetu. Kuridhiwa kwa mkataba wa ushirikiano katika sekta ya utamaduni cultural cooperation na mataifa mbalimbali. Nchi yetu imeridhia mikataba ya ushirikiano wa nchi mbalimbali duniani ikiwemo Jamhuri ya Watu wa China, Kenya, Burundi, India. Utekelezaji wa mikataba hii umeipa nchi yetu fursa ya kubadilishana uzoefu wa nchi zingine katika kuboresha sekta ya utamaduni nchini pamoja na kupatikana kwa nafasi za masomo kwa wataalamu wetu katika nchi hizo. Tumekuwa tukibadilishana wataalamu. Wao wanatoka huko wanakuja wanajifunza kwenye vyuo vyetu, pia tunashirikiana, na pia vijana wetu wanakwenda katika nchi ambazo nimezitaja kwa ajili ya kupeana uzoefu. Kutambuliwa na kupewa hadhi kwa taaluma ya utamaduni na fani zake kwa kufundishwa katika ngazi za vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kuzingatiwa katika utoaji wa ajira kwa wataalamu wanaotekeleza majukumu ya sekta ya utamaduni nchini. Mnafahamu kwamba hatujaishia tu kufundisha katika vyuo vyetu, lakini hata katika udahili tumekuwa tukishirikiana na wizara mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu wa utamaduni katika ngazi za serikali yetu. Kwenye serikali zetu, sekretari za mikoa, lakini katika halmashauri zetu hawa wataalamu wa utamaduni wanakuwepo kwa ajili ya kumoderate na kuhakikisha kwamba utamaduni wa Mtanzania unalindwa popote pale katika taifa letu. Nafahamu nchi yetu coverage ni kubwa kwa upande wa jiografia, kwa hiyo lazima katika udahili na katika ajira pia serikali iendelee kuzingatia uwiano huu kwa upande wa utamaduni, na wanafanya kazi nzuri sana kule katika halmashauri zetu pia. Kufanyika kwa tafiti mbalimbali za utamaduni kutoka matokeo na kuyasambaza kwa umma, kuhifadhi na kutoa machapisho, kutenga na kutambua maeneo ya kimila na kihistoria nchini. Lakini fanikio jingine kwa upande wa utamaduni ni kuanzishwa kwa program maalum ya kuenzi historia ya ukombozi wa nchi yetu. Mwaka 2011 Umoja wa Afrika uliridhia program ya urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kutekelezwa nchini. Program hii ina lengo la kutambua, kuhifadhi na kuendeleza urithi wa ukombozi uliotokana na mapambano ya kutafuta uhuru. Aidha, inalenga kuenzi watu walioshiriki katika vita vya ukombozi wa kujenga minara ya kumbukumbu na kuandika upya historia ya ukombozi wa nchi yetu na kurithisha kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Uzangu wanahabari, mnakumbuka hii program inaendelea na kazi hii imekuwa ikifanywa sambamba na wizara yetu ikishirikiana na Wizara ya Maliasili. Sisi tunabainisha baada ya kupewa heshima hii kiafrika kwamba Tanzania chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa hili, ilitoa mchango mkubwa sana katika ukombozi wa bara la Afrika. Tumepewa nafasi hii kuandaa hii program na serikali imekuwa ikitupa fedha kila mwaka kuhakikisha hii program inakamilika. Kuna maeneo yalishaainishwa na kazi hii inaendelea pia. Wale ambao tulishirikiana nao kusini mwa Afrika, bara la Afrika katika kwa tafutia uhuru, Mwalimu Nyerere aliplay role kubwa sana, muasisi wa taifa letu. Lakini sasa kupitia programu hii yale maeneo tunaainisha. Walikaa wapi, walikutana wapi, vifaa vilifichwa wapi, walifanya nini. Tukishamaliza na hata maeneo ambayo tumemaliza tumekuwa tukiwapa wenzetu wa maliasili kuendelea kuvitangaza ili wananchi au viongozi wanaotoka katika nchi hizo waweze kupitia, kwamba wasome pia historia ya nchi zao mpaka hapo walikofika, kwamba kuna wakati baba wa taifa alishirikiana nao na mpaka hizo nchi zikawa huru. Ni program nzuri sana na imekuwa ikifadhiliwa na serikali yetu pia, na wenzetu wa Afrika kwa ujumla wanatuunga mkono. Kuanzishwa kwa vituo mbalimbali vya utamaduni cultural centers nchini. Vituo hivi vimeendelea kutumika kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za utamaduni ikiwemo matamasha ya utamaduni ili kuwawezesha wananchi waendelee kujivunia na kusherehekea utamaduni wao pamoja na kuuza kazi za mikono na kiutamaduni cultural handcraft kwa minajili ya kujipatia mapato. Matamasha ya utamaduni yanaendelea katika nchi yetu tukionyesha tamaduni zetu mbalimbali, lakini pia wizara yetu tuna wadau mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika wetu Dada Dr. Tulia Ackson pia alifanya tamasha la utamaduni, mnafahamu mwaka huu tu. Matamasha haya yanafanyika ili kujikumbusha pia tamaduni zetu. Tumetoka wapi, nyimbo zetu, vyakula vyetu, haya tumekuwa tukiyasimamia.
tukishirikiana na wadau mbalimbali. Kuwa ni sehemu ndani ya idara ya maendeleo ya utamaduni. Idara ya sanaa ndiyo yenye dhamana ya kusimamia maendeleo ya sekta ya sanaa nchini, ambayo ni pamoja na filamu, muziki, michezo ya kuigiza, ngoma, dansi, sarakasi na kazi za mikono kama vile uchoraji, uchongaji, uhunzi, usukaji, ufumaji, uchonaji na ususi. Kwa hiyo tunajivunia kwamba idara hii ilitambuliwa tangu 2016 na ilianzishwa kuhakikisha kwamba hizi sanaa zinasimamiwa kwa karibu. B, ni kuanzishwa kwa Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, ambapo mwaka 1984 serikali ilitunga sheria ya Baraza la Sanaa la Taifa namba 23 ambayo ilianzisha Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, pamoja na majukumu mengine: usajili wasanii, kutoa vibali kwa shughuli za sanaa, kuwatetea wasajiliwa wake, kuwatafutia masoko ya kazi zao na kusimamia uanzishwaji wa mashirikisho ya sanaa nchini. Kuwepo kwa baraza kumeifanya sekta ya sanaa kuwa mahiri hadi kufikia sekta hiyo kuongoza katika ukuaji wa pato la taifa kwa mwaka 2018-2019 kwa 13.7%. Lakini fanikio namba 3 ni kutokana na usimamizi wa baraza, muziki wa Bongo Flava na Singeli umezaliwa. Sanaa za uchongaji za kisasa, modern carvings, zimezalishwa, mfano ujamaa, mawingu, kimbulumbulu, na pia sanaa za michoro kama tingatinga ambazo ni ngeli zinazoitangaza Tanzania kimataifa. Fanikio namba D, pia ni katika kipindi hiki kumeanzishwa taasisi ya Bodi ya Filamu Tanzania TFB, ambapo mwaka 1976 serikali ilianzisha na kuitambua kama Bodi ya Filamu na Michezo ya Kuigiza Tanzania TFB. Ilianzishwa kwa sheria namba 4 ambayo husimamia masuala yote ya filamu na michezo ya kuigiza, kusajili wasanii na wadau katika tasnia ya filamu na michezo ya kuigiza na kutoa vibali vya kuendesha shughuli husika. Bodi ya Filamu imewezesha kuzaliwa kwa ngeli ya Bongo Movie ambayo tunaitumia sasa, ni maarufu Afrika na duniani kote. Lakini fanikio namba hii, chini ya Bodi ya Filamu, waziri mwenye dhamana na sanaa nchini alianzisha kamati ya kutetea haki za wasanii, ambapo familia za wasanii kama marehemu Steven Kanumba na marehemu King Majuto wamenufaika pia na kamati kuhakikisha kwamba pale ambako stahiki zao wanatakiwa wapewe, basi kamati hii inasimamia chini ya Bodi ya Filamu. Vile vile kuanzishwa kwa taasisi ya kimiliki Tanzania KOSOTA, ambayo sote tunafahamu ilianzishwa mwaka 1999 kwa sheria ya kimiliki na kishiriki namba 7, ambapo pamoja na mambo mengine huwalinda na kuwatetea ubunifu dhidi ya matendo ya uharamia na kusaidia kusanya mirabaha itokanayo na matumizi ya kazi zao. Lakini fanikio jingine namba G, kupitia KOSOTA Tanzania huunganishwa na mataifa mengine katika ulinzi wa masuala ya kimiliki na kishiriki kupitia mikataba ya pamoja, bilateral agreements, baina ya mataifa. Mabadiliko katika sayansi na teknolojia yamefanyika, ulinzi katika matumizi ya kazi za sanaa kuwa ngumu. Serikali imeendelea kuongeza adhabu katika makosa, kuanzisha mifumo ya kidigitali na kupanua mawanda ya wanufaika hasa kupitia retail rights na usimamizi wa mikataba ya wasanii. Nafahamu KOSOTA inafanya kazi hii na imekuwa ikikutana mara kwa mara na wasanii wetu kuhakikisha haki zao zinalindwa, lakini pia worldwide tunashirikiana, na pia sisi ni wanachama wa ARIPO ambako kiafrika pia tunasaidiana. Hili ni fanikio kwamba wenzetu let's say wa Zimbabwe au South Africa wanapokuwa wamepiga miziki ya watu wetu, basi na wanatukusanyia hayo makusanyo, tunagawana pia, na sisi huku tunakusanya, tunapeana. Haya yote ni kwa sababu tumeamua kulinda haki za wasanii wetu pamoja. Fanikio namba H ni fanikio jingine kubwa, ni uanzishaji wa taasisi ya sanaa ya utamaduni Bagamoyo, yani TASUBA, tunaifahamu sote, ambayo ni kituo kilichotukuka Afrika Mashariki, East Africa Center for Excellence, katika
Mafunzo ya sanaa na utamaduni. Historia ya chuo cha sanaa Bagamoyo ilianzia mnamo mwaka 1962. Kwa maana tunazungumza tangu 61 mpaka sasa, lakini tunashukuru pia taasisi yetu hii ipo na bado inafanya kazi, ambapo kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanganyika iliundwa Wizara ya Vijana na Utamaduni. Baada ya kuonekana kuna uhitaji mkubwa wa kuwa na mafunzo rasmi ya mambo ya sanaa, mwaka 1972 serikali ilianzisha chuo cha sanaa Bagamoyo BCA. Mwishoni wa mwaka 2005 uamuzi ulifanywa na iliyokuwa Wizara ya Elimu na Utamaduni kwamba chuo cha sanaa Bagamoyo kibadilishwe kuwa wakala wa serikali chini ya mpango wa mabadiliko ya sekta ya umma. Kutokana na hivyo taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo ilianzishwa Novemba 2007 kwa tangazo namba 220 iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali kwa mujibu wa sheria ya wakala wa serikali namba 30 ya mwaka 1997. Taasisi hii ya TASUBA imefanikiwa kuelimisha wasanii muhimu hapa nchini ambao sio tu wanaendelea na shughuli zao kwa ufanisi, bali pia kitaaluma katika eneo lao la sanaa. Mifano hai ya wasanii waliotokana na chuo hiki ni pamoja na Mrisho Mpoto na mwanazuoni Profesa Froin Ponyoni. Hawa pia wamepita huku na wengine wengi. Manake ukiona TASUBA wanadahili wanafunzi, lakini pia hata kazi zao tunaziona huku nje wakiwa wanafanya vizuri baada ya kuhitimu masomo yao katika eneo hilo. Pia katika kipindi hiki wizara inajivunia kuanzishwa kwa mifumo ya kielektroniki ya usajili wa wasanii, kutoa vibali na leseni pamoja na kufuatilia kazi za wasanii kwenye vyombo vya habari na mitandao, ambapo Baraza la Sanaa la Taifa BASATA, Bodi ya Filamu Tanzania BFT na Taasisi ya Kimiliki Tanzania KOSOTA wamekamilisha mifumo ya kielektroniki. Mifumo hii itatoa huduma zifuatazo kutokea popote duniani. Kwanza, maanake tuna one stop center kwa hawa kuhudumia wasanii wetu. Kazi ambazo watafanya ni hizi zifuatazo. Watasajili wasanii na kazi zao popote walipo katika taifa letu, wakishirikiana pia na maafisa utamaduni katika halmashauri zetu katika mikoa yetu. Usajili unaendelea, pia naendelea kutoa wito waendelee na kazi hii, japo tulishawajulisha na wanafahamu kwamba tunatamani kila msanii kwenye taifa letu aweze kusajiliwa, ili wakati tunagawana zile haki basi na wewe awepo kwenye database zetu. Lakini la pili ni kuruhusu maombi na upatikanaji wa vibali vya kuendesha shughuli za sanaa, ambako mnafahamu BASATA wana vibali wanavyovitoa katika shughuli mbalimbali. Pia hiyo kazi inaendelea. Namba 3 ni kuomba pia leseni za matumizi ya kazi za sanaa, wanawapatia pale ambako watu wetu wanakuwa wameomba, lakini kubainisha kazi za wasanii zinavyotumika katika maeneo mbalimbali ya jamii lazima wazibainishe pia, na kwa kuwa wanasajili pia hata kama kuna conflict of interest inatokea kupitia muunganiko wa vyombo vyetu hivi vitatu wanasolve. Lakini kuruhusu usambazaji wa matangazo na kazi za sanaa kwa matumizi ya jamii. Hizi kazi zinafanywa na taasisi zetu ambazo zimeanzishwa na sisi tunaona pia ni mfanikio. Mifumo hii inarahisisha maisha hasa kwa vijana ambao ni wadau wakuu wa sanaa, burudani na utamaduni kwa kuwapunguzia kadhia ya kufuata huduma Dar es Salaam na hivyo kupunguza gharama za kujiajiri katika sekta. Kwetu sisi ni fanikio, sababu kabla ilikuwa ni usafiri mpaka Dar es Salaam ukasajili nyimbo zako na ukasajili mambo yako ambayo unataka pia tukutambue kama serikali. Lakini kwa sasa kupitia mfumo unasajili popote kwenye halmashauri, na maafisa utamaduni wetu wamekuwa kirahisisha hili kuwasaidia vijana wetu. Lakini kurasimisha maeneo ya kuonyesha kazi za sanaa nchini, ambapo kwa sasa takriban maeneo 1400 yamerasimishwa. Taasisi hizi pia zina kazi hizo. Tukishabaini eneo hili linafaa kwa ajili ya vijana wetu wa sanaa, basi tunarasimisha na zitatumika kwa ajili ya kazi zao, kuwawezesha mafanikio wanapokuwa wanaandaa kazi zao za sanaa. Kuimarisha usajili wa kazi za ubunifu zikiwemo za maandishi, filamu na muziki. Zaidi ya wasanii 1668 na kazi 2132 zilishasajiliwa kufikia Disemba 2020. Na kama mnavyofahamu shughuli hii ni endelevu, ku-strengthen taasisi zetu hizi na wasanii wetu, basi hizi taasisi ambazo nimezitaja, KOSOTA, BASATA, Bodi ya Filamu wanashirikiana pamoja kuweza kufanikisha hili. Jambo hili pia limetuletea sasa ongezeko la ajira kupitia sekta
ya sanaa nchini, ambako kufikia Novemba 2017 zaidi ya watu milioni 5.5 walikuwa wamejiajiri kwenye sekta zetu hizi za sanaa. Ndugu zangu, niwaletee mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya michezo nchini tangu tulipopata uhuru mwaka 1961. Ndugu wanahabari, tangu kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika kwa sasa Tanzania bara tumeshuhudia mafanikio mbalimbali michezo nchini kama ifuatavyo. Kwanza, kwa upande wa sekta ya michezo, Tanzania imefanikiwa kupata jumla ya medali 16 katika michezo mikubwa kabisa duniani, ambapo ni ya Olympic 2, Jumuiya ya Madola 7 na michezo ya bara la Afrika 7, na kwamba timu zetu zimeshiriki katika michezo hii mikubwa bila kukosa tangu tupate uhuru wetu. Tuna michezo mingi na tumekuwa na timu nyingi zinashiriki, lakini ambazo zimetuletea ushindi kwa maeneo mbalimbali ndio hizo ambazo tunazitaja. Tanzania imefanikiwa kuwa na wachezaji wakubwa katika nchi mbalimbali tangu uhuru. Kwa sasa ina jumla ya wachezaji 54. Ipo katika mbalimbali ambapo 28 ni wachezaji wa mpira wa miguu, 16 ni mpira wa kikapu, 4 mpira wa wavu, 2 kabadi, 2 netball, 1 kuogelea na 1 mchezo wa volleyball. Tanzania imeshinda vikombe mbalimbali katika ya kimataifa tangu kupata uhuru wake, ambako kwa upande wa mpira wa miguu kwa wanawake Tanzania imechukua vikombe 5 katika mashindano mbalimbali kimataifa, ikiwa ni pamoja na Kosafa, East Africa, Sekafa. Aidha, kwa upande wa mpira wa miguu kwa wanawake timu zetu zimefuzu kushiriki kwenye mashindano mbalimbali, ambapo Taifa Stars zimefuzu mara 2 kushiriki finali za kombe la Afrika AFCON 1980 na 2019 na zile finali za mashindano ya wachezaji wa ndani chain mara 2. Na mnafahamu kwa namna ya pekee Mheshimiwa Rais wetu amekuwa akituunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mnakumbuka hata alivyowapatia vijana wetu wa kike wanaocheza mpira wa miguu viwanja. Mheshimiwa Rais tunamshukuru kwa kweli. Ametutia moyo sana katika wizara hii, lakini amekuwa akitoa support kubwa sana kwenye sekta hii ya michezo. Na manake mnaona tunavyofanya vizuri. Lakini pia Taifa Stars tunaendelea kuombea hata katika michezo ambayo inaendelea. We hope so kwamba iko siku na wao watafika finali kwa dunia pia. Lakini timu ya golf wanawake ilichukua ushindi wa bara la Afrika mwaka 2018. Timu zetu za cricket nchini chini ya umri wa miaka 19 na timu ya wanawake kushika nafasi za 3 katika bara la Afrika mwaka 2021. Wenzetu wa golf pia wanafanya vizuri sana. Yani tuna michezo mingi kwenye nchi yetu, vipaji tunavyo vya kutosha. So mpira tu wa miguu. Tuna michezo zaidi ya 78 nchi hii watu wanacheza, na wengi wao wanashinda kwenye mashindano wanapotoka nje ya nchi, Afrika Mashariki, Afrika Kusini mwa Afrika na hata kiafrika. Vipaji ni vingi na katika sekta hii wamekuwa wakijitokeza kwa kweli na wengi wanatuletea ushindi. Wanawake hawakuwa washiriki katika baadhi ya michezo kabla ya uhuru, lakini sasa kumekuwa na ongezeko kubwa kushiriki katika michezo, mathalan mpira wa miguu. Hili jambo kwetu sisi tunaona ni fanikio. Na so fanikio tu, lakini pia tunaona tuna ushindi mkubwa kupitia mpira wa miguu kwa wanawake kama nilivyotangulia kusema, ambapo sasa ligi ya michezo huo imeanzishwa na timu za taifa za michezo huo zimeundwa. Na kwa wizara labda ambacho mnatakiwa kufahamu ni kwamba tumeipa kipaumbele pia mchezo, kwa sababu tunaona wanapocheza tunafanikiwa, lakini pia kasi ni kubwa huko kwenye wilaya zetu, kwenye mikoa hizi timu zimekuwa zikianzishwa. Lakini pia niwapongeze waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na madiwani wetu kwa nchi nzima. Wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana kuibua vipaji. Ukisikia mbunge anakuita ukafunge finali zake au ukafungue za Jimbo Cup, unakutana pia mpira wa miguu kwa wanawake upo. Kwa wanafunzi pia manake wanaibua vipaji kuanzia chini kwenye shule za msingi pia na sekondari. Manake nini? Wizara itaendelea kupata mafanikio katika eneo hili na tumeshaona. Tunaipa kipaumbele kama wizara na tunaendelea kushirikiana nao ili mwisho wa siku basi wafike mbali ya watoto wetu wa kike. Ni kifanikio kwetu wanawake kujitokeza. Kwa sababu pia ule mpira unahitaji sacrifice, na mwanamama anayekimbizana kucheza pale dakika 90 huko ananyonyesha pia. Tunawapongeza wanawake wa Kitanzania kwa kweli. Wanafanya kazi kubwa sana.
Wataalamu wa michezo wameongezeka na wameendelea kuongezeka. Kuongezeka kwa udahili katika vyuo vinavyofundisha fani ya michezo ikiwa ni pamoja na Chuo cha Maendeleo ya Malia, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Malia kilidahili wanafunzi 40 mwaka 2013 hadi kufikia mwaka 2020 kinadahili wanafunzi 137. Aidha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilidahili wanafunzi 14 mwaka 1997 hadi kufikia mwaka 2020 kimedahili wanafunzi 105 kwa upande wa wataalamu wa michezo. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Sio kwamba tu tuna strengthen au kuimarisha wana michezo huko, lakini pia wizara yetu imeendelea kuhakikisha wataalamu wanapatikana kupitia chuo chetu cha Malia cha michezo. Kwa na mafanikio makubwa ambapo mabondia wetu wameshinda katika mapambano mbalimbali ya kujinyakulia ubingwa wa bara la Afrika na mabara mengine duniani. Baadhi ya mabondia hao ni pamoja na Hassan Mwakinyo ambaye ni bingwa wa uzito wa featherweight, Bruno ndugu yetu Bruno aliyenyakua mkanda wa International Super Featherweight, Tony Rashidi mkanda wa Super Bantam, Abdalla Shabani mkanda wa Asia Pacific Superweight na Middleweight, na Salim Jengo World Super Featherweight. Kwa upande wa ngumi pia tunafanya vizuri. Aidha, ili kuimarisha mchezo wa ngumi kuwa za kulipwa zaidi, kamisheni ya ngumi ilianzishwa mwaka 2019 ambapo sasa maslahi na mikataba ya wanamasumbwi inalindwa kikamilifu. Kwenye michezo ya walemavu pia hawakuwa nyuma katika wizara yetu. Kwenye michezo ya walemavu, Tanzania ilishiriki katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Mathalan mwaka 2015 ilishiriki katika mashindano ya Special Olympic yaliyofanyika Los Angeles, Marekani. Pia kwenye michezo wa riadha, Tanzania ilifanikiwa kupata jumla ya medali 10, 3 dhahabu, 4 fedha, lakini 3 shaba. Mwaka 2019 Tanzania imeshiriki mashindano ya Special Olympic yaliyofanyika Abu Dhabi na Tanzania kupata jumla ya medali 16 katika mashindano ya riadha 12 dhahabu, 1 fedha na 2 shaba. Mwaka 2020 Tanzania imeshiriki Special Olympic iliyofanyika Misri na Tanzania kupata medali 11, dhahabu 6, fedha 3 na shaba 3. Timu ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu kwa mara ya kwanza walishiriki mashindano ya bara la Afrika kwa michezo hiyo na kushika nafasi ya 4, na mnafahamu sasa hivi wana host mashindano makubwa kwa Afrika ambayo yanaendelea Dar es Salaam. Kwa upande wa miundombinu sasa, kwa upande wa michezo niwaletee mafanikio ambayo tumeyafikia mpaka sasa tangu tumepata uhuru wa taifa letu. Kwa upande wa miundombinu ya michezo, Tanzania imepiga hatua kubwa ambapo viwanja vya michezo mbalimbali vimeboreshwa na kujengwa na serikali pamoja na wadau wa michezo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa Benjamin Mkapa uliogharimu shilingi bilioni 56.4, kituo cha michezo cha JK Park, Majaliwa Stadium, Ruangwa, Azam Complex, Black Rhino, Karatu, Ngarenaro Complex, Kilimanjaro Golf Club na Lugalo Golf Club kwa uchache. Nafahamu viwanja ni vingi hata kwenye mikoa yetu, kwenye halmashauri zetu, lakini pia tunafahamu jitihada kubwa ambazo zimefanywa na Chama cha Mapinduzi kuanzisha miundombinu. Chama cha Mapinduzi CCM ndio chama ambacho kimetupatia uhuru, lakini pia hawakurudi nyuma kwa upande wa miundombinu. Viwanja vingi pia tunavyotumia kwenye mikoa ni vyao, na tunawapongeza kwa kuwa pia chama kimekuwa kikiendelea kukarabati kishirikiana na wizara yetu hivyo viwanja viweze kutumika, na wamekuwa wakiwapatia wananchi waweze kushiriki katika michezo. Kwa miundombinu ni mingi, pia halmashauri zetu pia wana viwanja, mnafahamu kuna halmashauri zinamiliki viwanja, lakini pia shule zetu za msingi na sekondari wana miliki miundombinu kwa ajili ya michezo mbalimbali. Viwanja vya Uhuru, Nyamagana na Kaitaba kuwekwa nyasi bandia kwetu pia ni fanikio. Kuboreshwa kwa uwanja wa ndani wa taifa pamoja na kuwekwa kwa taa kwa viwanja vya Jamhuri hapa Dodoma, mnafahamu viwanja vya Majaliwa Stadium. Katika mwaka wa fedha mwaka 2021-22 serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya michezo katika mikoa ya Dar es Salaam, Geita, lakini pia Dodoma Sport Recreation Centers na Leisure Centers, ambako tunategemea pia utekelezaji huo
utaanza. Tumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kukaa pia na wizara yetu kutuita, na tumemonyesha tayari ile michoro katika uwanja wa Dodoma ambao utakuwa uwanja mkubwa sana ambao thamani yake ni zaidi ya bilioni 400, na kimsingi sasa hatua zinaendelea kuhakikisha fedha zinapatikana ili ujenzi uanze, ikiwa inaenda sambamba na huu wa Geita na Dar es Salaam. Kwa hiyo miundombinu inaendelea kujengwa. Kwetu sisi tunaona ni mafanikio pia hata kutenga fedha kwa ajili ya budget kwa miundombinu hasa ya kitaifa, ili nchi yetu inapozidi kukua pia na kutambulika kimataifa, basi hata michezo na mashindano mbalimbali yaweze kufanyika. Jitihada hizi zimefanywa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuona kwamba hatupoi pia upande wa michezo. Ndio maana mnaona katika bajeti hii tumetengewa zaidi ya bilioni 10.5 kwa ajili ya kutekeleza miundombinu hii ambayo tunatamani ijengwe. Jingine ni kuanzishwa na kuongezeka kwa vituo vya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana katika michezo, sports centers, academy, ambapo mpaka sasa kuna vituo 136 vilivyosajiliwa hapa nchini. Mfano kwa uchache ni pamoja na Alliance Academy, Azam Soccer Academy, Fountain Gate Academy ambao pia wako Dar es Salaam na Dodoma pia, na wanajitahidi sana pia na academy zingine. Aidha kupitia miradi kwa maendeleo wa FIFA, TFF inaendelea na ukamilishaji wa vituo vikubwa viwili katika mikoa ya Tanga na Dar es Salaam Kigamboni. Katika mwaka wa fedha 2020-2021-2022, serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kisasa Center for Sport Excellence katika chuo cha michezo Mali kwa lengo la ukuzaji na uendelezaji wa vipaji vya michezo mbalimbali. Pia serikali imeteua shule 56 kwenye mikoa mbalimbali kote nchini, ambako katika kila mkoa kutakuwa na shule maalum zisizopungua 2 kwa ajili ya kulea na kuendeleza vipaji vya michezo kwa wanafunzi. Mnafahamu pia miongoni mwa mafanikio ambalo tunajivunia wizara yetu pia ni kurudisha michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA, Shimiwi, hiyo michezo ambayo ilikuwa imestack lakini sasa imeendelea. Lakini hatuishii hapo. Baada ya kuona kwamba UMISETA na UMITASHUMTA wanafanya vizuri, pia sasa serikali wizara yetu pamoja na Wizara ya Elimu tukishirikiana na TAMISEMI, maana yake tuko katika hatua za mwisho kabisa kuzitangaza hizi shule na tahasusi zake kwamba zitakuwa zinachukua combination zipi kwa ajili ya kuendeleza vipaji vya watoto wetu. Ili kwetu pia ni fanikio, kwa kuwa mwanzoni vijana wetu walikuwa wanacheza wanapotea huko, sasa mambo hayako hivyo chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Manake sasa atakayekuwa amecheza amefanya vizuri huko kwenye mkoa wake, atakuwa na shule ambayo inadili na masuala ya michezo kwa mkoa au shule 2. Ndugu zangu, hili kwetu ni fanikio kubwa sana. Ili tuepukane na hizi kelele za kwamba tunacheza, tunapigwa, tunafanywaje, tunaanzia chini sasa kukuza vipaji. Sambamba na hilo, mnajua tumeanzisha Taifa Cup pia. Maana hivi vinakwenda sambamba. Hizi shule zitakapokamilika mwakani, zitakapokuwa zimeanza, tunafanya pia consideration ya mikoa ipi ambayo ina vipaji gani. Mfano riadha, huwezi kuacha kuitaja Arusha, Manyara, Singida, lakini Mara. Lakini kuna watu nchi kwa ngumi wako vizuri. Kuna watu nchi kwa mpira wa miguu wako vizuri. Kuna watu nchi kwa kuogelea wako vizuri. Hizi shule pia zitakuwa zinaangalia vipaji vinavyotokana na mikoa katika nchi yetu. Tunasema basi hao riadha wapelekeni combination hizo. Kwa hiyo hii pia kwetu ni fanikio tukishirikiana na wizara zingine. Katika hatua nyingine ya kuhakikisha kuwa tunakuwa na wataalamu wa fani mbalimbali za michezo, serikali ipo katika hatua za mwisho za kuanzisha taasisi kwa ajili ya masomo ya michezo. Kwa hiyo tunashirikiana, mnavyofahamu wenzetu wa elimu wanafanya review ya mitaala. Wanapitia upya mitaala, wako kwenye mchakato huu. Maana na sisi pia kama taifa swala la michezo hatuko nyuma kuhakikisha kwamba combination kwenye hizo shule pia za michezo zinakuwepo, ili mtoto wako anapokuwa ana kipaji cha michezo aanze kukuzwa kuanzia chini mpaka juu. Ili kwetu ni fanikio kwa kweli na tunaendelea nalo vizuri. Mafanikio haya wizara ni mwanzo mpya unaotokana na maono yenye tija na uongozi thabiti wa wizara chini ya Jemedari Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo yamejengwa kwenye dhima ya taifa ya kukuza utamaduni, sanaa na michezo kwa lengo la kuleta maendeleo ya jamii kiuchumi, kwa kuongozwa na kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 6 kwamba kazi iendelee.
Ndugu zangu, mambo ni mengi. Kwa kumalizia pia kwa upande wa michezo, kwetu sisi ni fanikio sasa bunge letu tukufu litapitisha sheria mfuko wa maendeleo ya michezo, ambao huu mfuko tunashukuru umeshaanzishwa, na mfuko huu utasaidia sana kuondoa kelele za timu zetu nyingi kukwama zinapotaka kwenda kufuzu kwenye mashindano nje ya taifa letu. Kwa sasa tumeshaanza kutengewa fedha, ni sheria tu ndio ilikuwa haija stipulate kwamba mfuko unatambuliwa kisheria, na hili limeshafanyika. Ni bunge tu kuweka mkono wake, likishapita basi hizi fedha zitakuwa zinakusanywa na vyanzo vitakuwa vitaainishwa chini ya BMT na usimamizi wa mfuko pia. Lengo ni kuhakikisha swala la michezo kwa yeyote mwenye kipaji katika taifa letu anafikiwa pale ambako tunajua huu mchezo tukipeleka watu nje ya nchi wanashinda, na pia kuondoa ile malalamiko ya kwamba timu imesafiri imekwama kwenye nchi huko fulani, kwa sababu jukumu kwa sasa ni jukumu la vyama vya michezo, lakini pia BMT pale inapoweza inaweka mkono wake na wadau. Sasa si hatutaki hizo kelele. Chini ya uongozi wetu Mheshimiwa Innocent Bashungwa na chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, hili jambo limeshafanikiwa na tunaendelea na kazi. We hope, matumaini yetu kwamba sekta hii itakwenda kutulia na vipaji vya Tanzania vitakwenda kuibuliwa, na hasa mkizingatia tumeshaanza sasa na Taifa Cup. Ilikuwa imesimama kwa miaka mingi, mmeona chini ya uongozi wetu Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu pamoja na timu nzima ya serikali hii tumeridhia kwamba sasa tusonge mbele. Tuna vipaji vingi, mafanikio ni mengi, lakini pia lazima tukubali kuwekeza katika michezo. Bila kuwekeza manake vipaji vyetu vinaweza vikao vinaishia njiani. Mimi naomba niwashukuru kwa niaba ya wizara. Tuna mafanikio mengi, haya tumewaletea kwa summary, muyapokee na tuendelee kuwaeleza Watanzania kwamba wizara hii ni wizara mama. Tangu tunapata uhuru haijawahi kuachwa kwa sababu ya umuhimu wa sekta zake. Utamaduni ni muhimu kwa taifa letu, sanaa ni muhimu kwa taifa letu, michezo ni muhimu kwa taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza na niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nitoe ufafanuzi mchache kwa yale ambayo mmeyauliza. Jambo la kwanza, hili la Ramadhani Hasani ameuliza kuhusu vazi la taifa. Sisi kama wizara tunafahamu umuhimu wa vazi la taifa, lakini mnafahamu mchakato wa vazi hili la taifa umeanza muda mrefu kidogo. Kuna miaka hivi karibuni tulishafikia hatua fulani, lakini msimamo wa serikali ukawa sasa Watanzania wajitahidi kuji-identify na mavazi yao, waendelee kuvaa ile mavazi yao. Then iko siku sasa chini ya wizara yetu hii tutafikia mwisho na hitimisho, tutatangaza ni lini, kwa sababu pia ni maelekezo ya waziri mkuu kwetu kwa wizara yetu kuhakikisha kwamba jambo hili linafika mwisho. Lakini kwa sasa Watanzania wamepewa fursa ya kuonyesha mavazi yao, wavae kwa wingi, alafu tutaipigia kura, then tutakuja na vazi letu la taifa. Wizara hatuwezi tukaja introduce tu vazi kwamba hili sasa litumike na Watanzania wote, liende kwamba vazi hili limevaliwa sana, vazi hili liko hivi, yatakuja atajichuja. Yakija kujichuja basi tukitangaza sasa tunaingia kwenye mchakato, naamini yale maonyesho yote Watanzania watakuwa wameshirikishwa, na mwisho wa siku tutakuja na vazi la taifa. Hatujaliacha, bado liko kwenye mikono yetu, na pia tumekuwa tukielekezwa mara na kiongozi wa serikali ndugu Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni maelekezo kwa wizara yetu, tunaenda nalo hatua kwa hatua. We hope kwamba iko siku tutafikia hitimisho wa mchakato huu na vazi la taifa litakuwa limepatikana, lakini Watanzania wengi watakuwa wamepata awareness na watakuwa wanalifahamu. Kubwa kwa wizara ni kuongeza awareness, na ninyi vyombo vya habari pia tusaidiane, mikakati tutashare na ninyi. Tunafanya mwisho wa siku tufikie mchakato kwenye meza yetu na tunalifanyia kazi. Tushirikiane sote kama Watanzania ili vazi hilo litakapopatikana lisilete sintofahamu ile na yote, basi leo limepatikana kwa haki, na hata kama tutalivaa basi kila moja kwa ya Watanzania litufai sote. Mwelekeo wa wizara ni upi? Ndugu zangu, kwenye sekta zetu hizi kila sekta ina mambo yake ya kufikia kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tunapewa working document ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia dira ya taifa letu.
Kwa upande wa michezo, mwelekeo nimewaonyesha tunakwendaje. Tumekwenda kufufua pia michezo ambayo imekuwa ilishrink, na kubwa zaidi mmeona katika kuibua vipaji kwenda kuanzisha Taifa Cup, maana yake vipaji vingi tutaibua. Japo mwaka huu tunaweza tukafanya kwa uharaka kwa sababu tunaanza, lakini miaka inayofuata serikali inaendelea kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunaibua vipaji kuanzia chini. Kwa upande wa utamaduni pia tumeeleza, kwa upande wa sanaa pia tumeeleza kupitia taasisi zetu, zile sekta zetu ambazo zinasimamia maeneo hayo. Lakini pia tunaendelea kusimamia sera ya taifa letu. Kwa hiyo mwelekeo wetu ni kuhakikisha kwa kila sekta yale ambayo yameainishwa katika ilani, lakini katika dira yetu ya taifa tunaendelea kuyasimamia. Na kwa upande wa utamaduni pia mnafahamu tunalinda kwa gharama kubwa sana utamaduni wa Mtanzania. Hata Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza kwamba Watanzania sio kila jambo tunapaswa kuliiga kutoka nje. Kuna ya kuiga na ambayo sio ya kuiga. Lazima utu wetu, Utanzania wetu, taifa wetu baki pale pale. Hata katika mavazi yetu tunapotembea lazima tuweze kujua kwamba ni vazi la wapi, linavaliwa wapi, na tulikemee sisi sote kwa ujumla wetu. Pia hairidhishi kwa upande wa utamaduni. Ni fashion zinakuja, zinatoka nje ya nchi, na hivyo tukaadapt kila kitu. Unaweza ukapita hapa mtaani ukaona kwamba huyu mtu mzima amevaa hivi, hata mbele ya watoto wake sijui anapitaje. Kwa Watanzania hatujafikia hatua ya kujitoa akili kiasi hicho. Lazima tulinde utamaduni wetu, hata kama kuna vitu vinakuja, ndugu zangu mnafahamu. Kuna miiko yetu, kuna dons na do's zetu kama taifa. Lazima tuendelee kusimamia. Na huu ndio msimamo wa serikali yetu na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa wasanii wetu pia mnafahamu kumekuwa na hizo limitations, na mmesema kwamba BASATA labda wanachuja, zingine hawachuji, wanaendelea kufanya kazi. Ndio maana mnasikia kelele ni nyingi tunapofungia baadhi ya nyimbo, ni kwa sababu tunatamani uelekeo wa taifa letu usipotee. Hata kama kuna civilization lazima iwe na limitation pia kwa taifa letu. Kwa vitu kama hivi nimevitaja, lakini kwa upande wa kukuza utamaduni wetu pia nimeeleza mwelekeo wa kubidhaisha Kiswahili, maana pia iko upande wetu, lakini nafahamu pia ni lugha ambayo ilituunganisha kupata uhuru wa taifa letu. Kwa hiyo mwelekeo unapatikana kwa kila sekta, na kama atahitaji ndugu yangu Ramadhani pia tunaweza kumpatia akafahamu kwa karibu zaidi tunakoelekea. Lakini kubwa tunaongozwa pia na ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kimeweka dola. Serikali imekarabati viwanja vingapi? Uwekezaji wetu mkubwa mnafahamu, nimetaja vile viwanja ambavyo tumejenga ukiwa wa Benjamin Mkapa na viwanja vingine. Lakini kupitia mfuko wa maendeleo ya michezo ambao nimeutaja na ambao sasa unaridhiwa na serikali na umeshaanza kutengewa fedha, tunategemea kushikamana na wadau wa michezo ambao nimewataja. Kuna chama, kuna serikali za mitaa, kuna watu binafsi, kuhakikisha miundombinu inapatikana. Lakini serikali sisi mmeona tumeanza kwa kuanzia, tumetenga fedha kwa ajili ya timu zetu za taifa, lakini viwanja vyetu mmefahamu nimevitaja, hata vile ambavyo tunategemea kujenga vya Geita, vya Dodoma ambavyo nimeeleza hapa, lakini pia cha Dar es Salaam ambacho nimekitaja. Mwelekeo wetu pia ni kuhakikisha tunapata viwanja vikubwa ambavyo vitatusaidia kama tuna mechi za kimataifa basi tuweze kuwa host, na mwisho wa siku na sisi tusiwe mbali kimichezo. Kwa hiyo ukarabati umefanyika maeneo mengi, serikali inashirikiana kwa ngazi zote na wadau mbalimbali, lakini TFF pia wamekuwa wakitoa mchango mkubwa katika ukarabati viwanja na tunaendelea. Na mnafahamu pia tume-exempt kodi kwa upande wa nyasi bandia. Kwa hiyo ni mchango pia wa serikali. Tutakapokuwa tunaweka kwenye viwanja vyetu hivyo, manake serikali pia ina mkono wake. Na mwongozo nafikiri utakuwa umetolewa soon ili kuhakikisha kwamba nani anaweza akapata hizi nyasi na zitumike wapi. Kwa hiyo tunashirikiana kakaangu Ramadhani katika ukarabati hivi viwanja pia. Sisi kwa upande wa wawezesha wadau mbalimbali, lakini pia na sisi kama serikali kutenga fedha kupitia mfuko wa maendeleo ya michezo. Mfumo wa kuingia uwanjani una matatizo. Hata mechi ya juzi ilivyochezwa ndugu yangu tulipata malalamiko mengi. Mimi naomba ili tulipokee na tulifanyie kazi. Tuliona watu wengi walibaki pale nje. Tusiposema ugonjwa tutakuwa tunajidanganya. Huo mfumo lazima tukae tuangalie, na tumewasiliana kwa level ya wizara kwamba unakwama wapi. Lakini nitoe rai pia kwa Watanzania, tunapokuwa na mechi tuendeni tuwai uwanjani mapema. Tatizo tunafika pale tunarundikana mlangoni. Hizo kadi sometimes zinafeli pia. Kwa hiyo watu wana tabia ya kutokuwahi kwenye event mapema. Ninafahamu kuna changamoto kwenye uwanja wetu wa taifa.
kwamba unaweza ukaingia mle ndani usipate bites au maji au chakula ukiwahi pia itakuwaje. Hayo kwa level ya wizara tunafahamu na tumeyapokea kupitia mechi mbalimbali na tunafanyia kazi. Lakini mfumo kweli ulifikia hatua ulistack na baadhi ya watu walibaki nje. Tunalipokea kama wizara, tutaliboresha. Kwamba Simba na Yanga wamekuwa determinant wa soka la taifa, nadhani mwelekeo umeshaona. Tumeanzisha Taifa Cup. Watanzania wengi kupitia mechi ya juzi wametupa maoni mengi sana kwamba kwani lazima timu ya taifa tokane na vilabu, udahili wa timu zetu, wachezaji wetu upoje, na humo na ninyi mnawazungumzia swala la rushwa. Haya yote tunaibeba kwa pamoja ili tuweze kuona kwamba tunatokaje hapo tulikokwama. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu jana mmemsikia akasema tusikate tamaa. Kuvunjika kwa kitu gani? Sio nini? Yes, still tunawaombea hata kama dalili sio nzuri, we hope wanaweza wakafanya vizuri, ila kwa upande wetu haya tunayaona. Maana mmetuimbia nyimbo nyingi mnasema nani kazeeka na sisi tunayapokea. Lakini kupitia Taifa Cup tunaamini huko chini, lakini pia TFF na association zile za kimichezo watafika ngazi za chini kuweza kuona kwamba vipaji hivi vinaibuliwa huko na vinaweza kuingizwa, vinakuwa enrolled katika timu zetu za taifa. Tumeanza vizuri na tuna imani chini ya Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan tutafika huko, kwa sababu haya yote ameanza, yote mnaona kipindi chake na ametupa msukumo mkubwa sana. Kwa hiyo tuwe na imani kwamba haya yatapita. Ni changamoto, panapokuwa na changamoto lazima kuna way forward. Kwamba BMT na wizara yetu tumekuwa tukipendelea mpira wa miguu tu, lakini wengine wakitaka kwenda kutoka nje ya nchi basi ni tabu. Hapana. Tumejitahidi kwa support wote ambao wanaenda nje ya nchi. Ni malalamiko tu pale utakuta umoja chama cha mchezo huo kunakuwa na vitu tumegawana. Labda serikali tunawalipia ticket, sisi tunatimiza upande wetu. Wale viongozi wa chama fulani wanatuambia tuko vizuri, pesa za kuwa sustain wale wachezaji wanapokuwa nje ya nchi, posho zao na kila kitu tunacho. Wakifika nje ya nchi wanatuambia tumekwama kabisa na hata tumeshindwa kulipia sio viingilio. Kwa ndugu zangu, tumepanga chini ya wizara yetu, chini ya Mheshimiwa waziri wetu Mheshimiwa Innocent Bashungwa, tumejipanga kukutana na nafikiri baada ya bunge kwisha sasa tunakwenda kukutana ndani ya wiki ijayo, tunakutana na hivyo vyama. Tuambizane kwamba role yenu ni wapi, sisi ni wapi, serikali ni wapi. Hizo separations za majukumu, kuna vyama havifanyi kazi hizo. Mwisho wa siku wakisafiri nje ya nchi, sasa ndo tunaletewa mzigo, tunaubeba wote mzima wakati mambo yasharibika. Kwa ndugu zangu, hatubagui na sisi tuna michezo 6 ya kipaumbele katika wizara yetu kupitia mpango wetu mkakati wa maendeleo ya michezo wa miaka 10 ambao tunaona tutauleta kwenu. Tunapotile ambayo kidogo ifanye vizuri, tunaendelea kuatia moyo kupitia mikakati ya michezo. Kwa hiyo hatupendelei, ni kwamba tu mchezo una washabiki wengi sana, unakuwa na kelele nyingi sana, inaonekana washabiki ni wengi sana, lakini kuna michezo inafanya vizuri pia tuna support. Isipokuwa tu majukumu hayo, mgao wa majukumu tunafanyia kazi kwa pamoja. Wanaolegalega tutawaambia ili wasiwe wanatuchafua taswira ya serikali na taifa letu. Oliva unasema mavazi ya wenzetu wa ngumi tuangalie, tuyaboreshe. Maoni tumepokea. Lakini hata ya mashindano yanapokuwa yanafanyika, Oliva, nafikiri maoni yako tutaendelea kupokea tuweze kuboresha sekta hii. Ni sekta inayofanya vizuri. Na tunahitaji kukaa nao karibu pia. Kwa hiyo tutakutana tuweze kuendelea kupokea kwa sababu ya muda. Naona umeshanipatia kinoti hapa. Ni balozi ngapi mpaka sasa zimeshaanza kubidhaisha Kiswahili? Tunaanza kwa sasa ambazo zinaendelea tangu tumeanzisha mpango wetu wa miaka 10 wa kubidhaisha Kiswahili wa mwaka 2021 mpaka 31. Tumeanzisha mpango, lakini kupitia BAKITA mpaka sasa balozi 3 zinaendelea na kazi hiyo, ila zingine tumeendelea kuziengage. We are serious katika hili la lugha, na kama mnavyofahamu viongozi wetu wa taifa wamekuwa kilibeba, na sisi BAKITA tuko nyuma. Tumekuwa na mawasiliano hapa na pale, list mkihitaji nitawapatia pia kwa sababu ya muda. Akimiliki malalamishi ni mengi. Mimi niwaombe tu toe ushirikiano kwa KOSOTA. Kwa sababu utakaposhindwa kuregister haki yako inapokuwa imeibiwa na
na kuwekwa mitandaoni na mtu mwingine, ndio mchakato unaanza sasa kutafutana nani mwenye kazi hii. Nitoe rai tu kwa wasanii wetu wote washirikiane na KOSOTA ili haki zao ziweze kulindwa, na mnafahamu kwamba tunashirikiana na nchi za wenzetu. Kwa hiyo mna nyimbo nzuri sana, lakini kujisajili ni hela ndogo. Tunadhani hata izidi 10,000. Kwa hiyo jitahidini kupita KOSOTA, haki zenu ziweze kulindwa. Mfumo wa kutengeneza soka nimeshasema. Zikisha mtaniambia Nimetaja academy 126 ambazo zinafanya kazi vizuri. Umeona mwelekeo wa serikali. Tunaanzisha kuanzia chini hizo sasa. Hizo shule ambazo zitakuwa na taasisi za michezo, shule 56 kwa mikoa yote. Maana tukianza huko tukashirikiana na chuo chetu cha Malia pamoja na academy binafsi tukazi strengthen, na mnafahamu serikali imetoa 1.3 billion kwa chuo cha Malia kuhakikisha kwamba manpower inazalishwa pale ya kutosha, kazi itaenda vizuri. Cha msingi ni kwamba tumeamua kuanza, tunasonga mbele, tuendelee kupeana ushirikiano. Ili la rushwa tunalipokea. Tunaomba tulifanyie kazi kupitia vyombo vyetu. PCB ipo waweze kufanyia kazi, lakini ninyi wadau wa michezo husika ambako kuna rushwa, msiache kutuletea maoni katika wizara yetu ili tujue wapi tunaanzia. Mfano ili la mfumo kufeli ni wadau mnatuambia na sisi tunaona pia, lakini la rushwa ni mtoaji na naye pokea. Tunaomba ushirikiano ili tukomeshe jambo hili pia. Na umeomba tufanye uchunguzi, tunalipokea, lakini uendelee kutupatia evidence mbalimbali. Tunaondoaje hawa wavamizi katika mwendo kasi pale ili tushirikiana na Wizara ya Ardhi, maana ndio wenye mandate ya kutuambia hapa ni kiwanja au sio kiwanja. Tunaomba tulipokee kama eneo bado linatosha. Kama litoshi, tuna viwanja vingi Dar es Salaam tunavianzisha, mnafahamu, kwa ajili ya wana michezo. Ahmad unasema tunawashirikisha vipi wale wasanii wanaoanzia huko chini, badala ya kwenye matamasha makubwa tunaenda na hao wakubwa. Kupitia shirikisho lao hili tulilizungumza. Na kupitia KOSOTA wakisajiliwa pia, hata tunapopita huko mikoani hao watu tutawafahamu. Kuna ngoma ambayo unaikuta Shinyanga inacheza vizuri sana, mfano tu ni wapi. Lakini utakuta labda kwenye maadhimisho tunachukua ngoma hii tu kila siku. Kwa hiyo kupitia umoja ushakuwa strengthen. Manake hata nafasi wanapeana. Haya tuliyazungumza tulipokutana na mashirikisho haya. Jeje kutoka Azam Mirabaha ya wasanii na gaiwa lini? Tunategemea Disemba hii tutagawa, lakini ndugu zangu ni waletee tu taarifa kwamba tunashirikiana na TCRA pamoja na data center na wizara, na kampuni hii ambayo mwanzoni ilikuwa inafanya kazi na media kuhakikisha Mirabaha inapatikana. Tuko nao kwenye mazungumzo pamoja na Push Observer. Hawa tukishakamilisha huu mfumo sasa tunataka uweze kutumia kanuni hii ya KOSOTA mpya ambayo tunairekebisha. Kwa nini? Hapa lazima tukiri tuna kazi ya kufanya. Kwa sababu sasa hivi tuna kanuni yetu ambako kwenye bar, kwenye kumbi za starehe tunakusanya Mirabaha hiyo. Lakini nani tunamgawia? Ni manake ni mtu ambaye wimbo wake umepigwa kwenye television, kwenye redio. Hao ambao nyimbo zao kule zimepigwa ndio unawagaia, lakini kumbe hapa Dodoma kwenye sehemu fulani nyimbo ambazo zimepigwa ni za mtu mwingine. Kwa hiyo kama wizara na wenzetu wa KOSOTA tunaendelea kushirikiana kuona kwamba hizi kanuni tutakapokuwa tumefikia finalization, basi sasa zitashirikiana na mfumo kubaini nani wimbo wa nani ili tuwagawie wote. Nitoe tu rai kwa wasanii wetu wajisajili, wajulikane. Lakini pia media zitakapokuwa sasa zinapiga nyimbo zao, basi kupitia kanuni hii na hizi tozo wote wafaidike. Isije ikawa ni wale tu kwenye media ambao nyimbo zao zinapigwa, lakini wengine huku nyimbo zao zinapigwa kwenye kumbi za starehe na kwenye baa zetu na kumbi za harusi. Alafu sasa upati gawio lolote. Kwa hiyo hapa ni mahali ambako wizara pia tumeweka msisitizo na mkazo, tukishirikiana ni kwa namna gani wasanii wa Tanzania kwanza tuwajue wanatoka kwenye mikoa ipi, nyimbo zao zikoje, zinapigwa mara ngapi, ili hilo gawio tuweze kutoa kwa haki. Lakini kwa kuanzia, kwa sababu tushakusanya chache, mwezi huu wa 12 tunategemea kuzitoa, lakini tuna kazi kubwa tunafanya na mifumo hii na watu wa data center kuhakikisha kwamba mfumo huu sasa tunafikia finalization na mwisho wa siku umtendee haki kila msanii wa Tanzania. Tushirikiane tu wao wajisajili, mwisho wa siku mfumo ukikaa vizuri na kanuni hizi tukishazipitisha,
basi watapata magawio mazuri. Kwa sasa unaweza usione kwamba ni kubwa sana, lakini tulichokusanya tunakitoa. Mimi naomba itoshe kwa siku ya leo. Nimerespond kwenye haya machache, lakini sio mwisho, tutaendelea kukutana, tutapeana ufafanuzi. Asanteni sana.